msimu huu kwa timu yenu ya wanawake, na tunaona timu inaendelea kuimarika, lakini pia inaendelea kuwa bora kwenye soka la wanawake. Asante sana. Naamini hii ni zawadi kwa wanasimba, ukizingatia hatukuwa na msimu mzuri mwaka jana, sasa katika pia upande wa wanawake, lakini naamini haya ni matokeo ya kujituma, kujitoa kwao na kuhakikisha wanaipa support timu yetu, na pongezi nyingi ziende kwa uongozi, bodi yetu ya wakurugenzi, rais wetu wa heshima, wachezaji wetu na technical bench kwa kufanikisha kuyapata matokeo haya. Licha ya kuwa mabingwa, nimekuwa nikikushuhudia kila mechi ambayo Simba Queens yupo basi na wewe upo, iwe Chamazi iwe wapi unakuwepo. Bila shaka wachezaji wakikuona wana ile morali ya kujipambana zaidi kwa ajili ya kupata matokeo. Unazungumza nini kwenye hili kuhakikisha kwamba unawapa support wachezaji wenu kwenye kila mchezo ambao unakuwa nao? Mimi ni muumini wa soka la wanawake na vile ni kiongozi mwanamke. Kwa hiyo naamini motisha pekee ambao wachezaji wetu wanaweza kuipata ni pamoja na kupata morali kutoka kwa viongozi wao, hasa ukizingatia sioni mwanamke mwenzao. Na naamini sio ambaye anajitokeza, tumeona katika kila sehemu tunazoenda kucheza mashabiki wetu wamekuwa wanajitokeza kwa wingi zaidi. Kwa hiyo kwangu ni moja ya sehemu ya majukumu yangu, lakini vile kwa upekee kabisa naamini ni motisha ya kutosha kwa wachezaji wetu, hasa wakiwa na viongozi wanawake wanaojitokeza mara kwa mara kuwapa support. Mechi ipi pengine unaweza ukaichagua ambayo ilikuwa ni bora kwa upande wako kuishuhudia kwenye mechi ambazo mmezicheza mpaka sasa, licha ya kwamba zimesalia mechi 3? Mechi ngumu kwangu nafikiri ni mechi ambayo tulicheza na JKT Queens. Nakumbuka mechi nzima nilikuwa nimesimama, na kutokana na ugumu wa mechi yenyewe, lakini vile walikuwa ni washindani wetu na ndio mabingwa watetezi. Kwa hiyo nawaamini kikosi changu, naliamini benchi la ufundi, lakini pia naamini katika michezo ya kiushindani, na mpira hasa soka la wanawake limekuwa likivutia siku hadi siku, na uwekezaji umekuwa unafanyika wa hali ya juu kwa timu zote na sasa timu pinzani, na kwa sababu timu yetu mpaka tunakutana na JKT ilikuwa haijawahi kupoteza mchezo hata mmoja, naamini pia nao walikuwa na kiu ya kuifunga Simba Queens. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwangu ilikuwa na pressure kubwa sana, na ni mechi ambayo nilikuwa nategemea kupata ushindani wa kutosha ambao wote naamini hata watu wengine wanaiona kama ilikuwa mmoja wapo ya mechi bora na ngumu zaidi. Kwa kumalizia sasa, ni kitu gani ambacho pengine mnakifanya kwa mashabiki, kwa sababu sio mechi zote za timu ya wanawake ama kwenye ligi ya wanawake wanakuwepo na mashabiki wengi kama inavyotokea mechi za Simba Queens? Mimi kwanza naamini katika falsafa yetu ya nguvu moja, na ndio ambayo inatukutanisha sisi nyakati zote tunapokuwa tunapata matokeo ama tupati matokeo. Lakini vile kwa kipekee tumeona mchango mkubwa wa mashabiki wetu ambao miaka ya nyuma walipata tuzo ya kuwa mashabiki bora, na ni mashabiki ambao kwa kweli mechi iwe na kiingilio sio na kiingilio, ni mkoani wanajitokeza. Tumeona tukienda kucheza mikoani, I don't care. Tukienda hata mikoani tunapata reception nzuri. Kwa hiyo mimi naamini ni mapenzi ya dhati ambayo Rais wa Zanzibar hapo zamani alisema mapenzi yakipitiliza yanakuwa ni mahaba. So mimi naamini ni mahaba ambayo wanasimba wanayo kwa timu yao, na ni utamaduni ambao tumejijengea. Kwa hiyo niwashukuru sana wanasimba wote kwa kuendelea kuisupport na kusimamia timu yao kila napocheza. Unawaambia nini wachezaji leo baada ya kutoa ubingwa na kutangaza kwa mabingwa? Tumewaambia kwamba aishi mpaka iishe. Bado tuna mechi 2, mchezo dhidi ya Alliance, lakini vile tuna mchezo dhidi ya Geita. So ni mechi ambazo ni lazima tuonyeshe ubora wetu, hasa ukizingatia tunaelekea katika mashindano ya kimataifa ya Sekafa. Kwa hiyo kwangu mimi naamini ili tumalize ubingwa kwa rani, lazima hata kama tutapata guard of honor, bado lazima tuhakikishe kwamba kila mechi tunapata matokeo. Asante. Malengo ya msimu huu ilikuwa ni kutoa ubingwa ambao mwaka jana tuliupoteza kwa JKT, lakini vile focus yetu ni kuhakikisha kila mashindano tunayoshiriki tunapata ushindi, na bahati nzuri sisi tuna historia ama rekodi nzuri ya kufanya kwenye mashindano ya Sekafa. Kwa hiyo naamini hazina ya wachezaji tulionao ambao wanacheza katika timu zao za taifa
katika kila nchi wanazozitoka. Ni motisha, lakini pia inaonyesha au kudhihirisha nia yetu ya kufanya vizuri katika mashindano hayo. Kuhusu msimu unaofuata, basi sisi tutahakikisha tunapata muda wa kuzungumza ili tuzungumzie msimu unaofuata. Sasa hivi tuangalie kilicho mbele yetu. Nakushukuru kwa muda wako. Asanteni sana.